Yesu asifiwe. Ninawasalimu sana watazamaji wangu pamoja na washirika wetu wote na wale wote ambao hii neno na hii sauti inakufikia. Jina langu ni Richard Muchangi na hudumu na kanisa la Full Gospel Churches of Kenya pale Githurai 45. Nataka nikwambie Mungu ni mwema, ako katika kiti cha enzi hata wakati kama huu ambapo tunaendelea kumngojea Bwana kumulilia. Ninakuencourage ya kwamba uendelee kusimama katika njia za Bwana, uendelee kusimama katika neno la Bwana na usinje ukafunjika moyo, kwa maana Mungu ni mwema kwa wakati wote. Mara ni nyingi ambapo mambo kama haya yakitokea, imani ya watu inaweza kutikizika, mtu anaweza ona ni kana kwamba Mungu hayuko, lakini mashauri yetu ni kwamba hata wakati uko kwako nyumbani, hata wakati hakuna hali ya kutangamana sana na watu, linda moyo wako, linda imani yako. Usikubalie yule mwovu aipe imani yako, usimkubalie aipe wokovu wako. Ni vizuri kuwa na wakati wa kusoma neno la Bwana, ni vizuri kuwa na wakati wa kuomba. Kama uko na jamii, pata ipanda na jamii yako kila jioni, mnaomba pamoja, unasoma neno pamoja, na niko na imani 100% ya kwamba hii njanga ambayo limetufungia manyumbani, ambayo imesababisha biashara kutoendelea, ni janga ambalo linapita, sio janga ambalo litadumu milele. Kwa hivyo nimekuja hapa kama mtumishi wa Bwana nikuhimiza ya kwamba Mungu yuko, na Mungu ako na uwezo, na Mungu ako na nguvu. Na tena niombe ya kwamba tuendelee kuombea taifa letu, tuendelee kuombea kanisa, tuendelee kuombea mataifa ya ulimwengu. Huu sio wakati wa kuketi chini na kunyamaza. Huu sio wakati wa kuangalia mambo tu itendeke. Huu sio wakati tu wa kuwa tunangojea serikali ifanye tangazo. Lakini ni vizuri tujue kwamba sisi ambao tumeokoka, Mungu ametupatia nguvu, Mungu ametupatia mamlaka. Tunaweza inua sauti zetu za uombezi kwa Mungu, na tunapoomba Mungu atafanya mambo makubwa. Kwa hivyo ninakuhimiza, simama katika njia za Bwana. Nataka nilete neno la Bwana kwetu siku ya leo, neno ambalo liko na nguvu, neno ambalo liko na uwezo. Ni kwa maana katika kila wakati neno la Mungu ni Mungu mwenyewe, na kile Mungu anaweza kufanya, neno lake liko na uwezo wa kufanya. Kumbuka Yesu alisema ya kwamba mwanadamu hataishi kwa mkate tu, ila ni kwa neno litokalo kinywani mwa Bwana. Na siku ya leo nataka niongee hali ya kujipea nguvu katika Bwana, strengthening yourself in the Lord, kujipatia nguvu katika Bwana, ili hata wakati wa changamoto, ili hata wakati wa mambo magumu, it is good for you to find your strength in the Lord. Tutaangalia neno katika kitabu cha Samueli wa kwanza, in the book of 1 Samuel chapter 30, mlango wa 30, na tukisoma kuanzia pale mstari wa 6. 1 Samuel chapter 30 and verse 6, the Bible says, "And David was greatly distressed, for the people spoke of stoning him, because the soul of the people were grieved, every man for his sons and for his daughters. But David encouraged himself in the Lord God." Ya kwamba imeandikwa ya kwamba wakati huu ni wakati Daudi aliongoza kundi kwenda kusambuliana na adui zao pale Siklag. Na Biblia sema ya kwamba alipowaongoza adui wakarudi nyuma. Kwa hivyo baada ya siku 3, wakati Daudi walikuwa analenjea pamoja na kundi lake, wakakuta ya kwamba katika mji wa Siklag umechomeka, na adui walikuja wakachukua vitu, wakaipa mifugo yao, wakachukua wake zao, wakachukua watoto wao. Kwa hivyo hii kundi la wanaume kama 600 ambalo Daudi alikuwa ameongoza likawa limevunjika moyo, wakawa ni kulia. Biblia inasema ya kwamba wanaume wale walilia mpaka nguvu ya kulia ikafika mwisho. Unaweza imagine wakati wanaume wamelia mpaka nguvu ya kulia hakuna tena. Na Biblia inasema ya kwamba wote wakawa wamedhoofika, maana kila mtu alikuwa analilia watoto wake, analilia mke wake, analilia utajiri wake. Na wakainukia Daudi, wakafikiria kwamba Daudi ndiye amefanya hii mambo itokee. Yeye ndiye amefanya wake zetu na watoto wetu akaweza kuchukuliwa, maana yeye ndiye alikuwa kiongozi wetu. Na neno yasema ya kwamba wakafikiri hata kumpiga Daudi na mawe ili wakaweze kumuua. Nataka nikwambie mpendwa, kuna wakati katika maisha mtu anafikanga katika kona, inakaa kana kwamba hakuna mahali msaada wake umepatikana. Na bila sema ya kwa mahali tumesoma
Even in David was greatly distressed. Ukisikia neno nasema ya kwamba huyu mtumishi wa Mungu alikuwa distressed, akawa ana amani, akawa amevunjika moyo, maana wanaume wamelia mpaka nguvu imefika mwisho, wote wamemuinukia, kila mtu amechukua mawe na wako tayari kumhua. Biblia inasema ya kwamba kwa wakati huo Daudi akajipea nguvu katika Bwana. And David encouraged himself in the Lord. There comes a time in life whereby you need to stand and encourage yourself in the Lord. You need to stand and strengthen yourself in the Lord. There is nobody by you who is really maybe to encourage you. Watu wote wanalia. Wakati kama huu nimeongea na watu wengi. Unaona kila mtu anaongea mambo ya challenge zake. Hata ukiwa na hitaji lako, hata ukiwa na issue yako, ukifikiri labda utaenda kwa mtu, utaenda ukute ya kwamba unayemwendea hata yako na shida zake, utakuta ya kwamba hata yeye biashara yake iendelee vizuri, utakuta hata yeye hali yake labda ya kifedha aiendelee vizuri. Daudi alikuwa amefika mahali kama hapo ya kwamba hata watu ambao alitarajia wangesimama na yeye, wale watu ambao walikuwa wamesaidia kwa muda huo wote, wakawa ndio hao wamemuinukia. Even he himself, he was greatly distressed. Ni mtumishi wa Mungu, ni mtu alikuwa amepakwa mafuta na Mungu. Kumbuka Daudi ni mtu ambaye ni Mungu mwenyewe alimchagua, akasema ya kwamba nimepata mtumishi wangu Daudi, mtu aliye na moyo kama wangu. Lakini kumbe hata mtu kama huyu inaweza fika mahali awe katika shida, awe katika hali ya kuvinyirika, kuwe hakuna mtu wa kumsaidia. Na Biblia inasema ya kwamba pahandi ya moyo wake kuwa umedhoofika, pahandi ya kuwa amevinyirika, hapo ndipo alijipea nguvu katika Bwana. He encouraged himself in the Lord. Nimekuja kwako mtazamaji wangu jioni ya leo nikwambia kwamba licha ya mambo yale ambayo unapitia, licha ya mambo yale kanisa la Bwana linapitia, licha ya mambo yale taifa la Kenya na mataifa ya ulimwengu yanapitia, we cannot give up, we cannot lose hope. We can continue to encourage ourselves in the Lord. We can continue to find strength in the Lord. Uende ya kwamba ninaongea na mtu ambaye uko katika Siklag yako, kama hawa walifika katika Siklag, mahali pamechomeka, mtu ambaye mahali ulikuwa unatarajia msaada wako haupatikani tena, mtu ambaye unasema ya kwamba sijui nifanye nini, nikienda mbele sipati kitu, nikienda nyuma sipati kitu. Lakini nimekuja nikwambie, kama vile Daudi alijipea nguvu katika Bwana, hata nasi tunaweza kujipatia nguvu katika Bwana. Maana Mungu yuko na hako katika kiti chake cha enzi, yeye na nguvu, yeye akona uwezo. And the Bible says the moment that David encouraged himself in the Lord, akajitia nguvu katika Bwana na alienda akaconsult, he was able to consult from God. He made prayers to God. Na ukisoma mstari wa 8 inasema ya kwamba, and David inquired at the Lord saying, shall I pursue after this troop? Shall I overtake them? And he answered him, pursue, for thou shalt surely overtake them, and without fail recover home. Daudi akapata imiso kutoka kwa Bwana. Daudi akapata encourage from the Lord. Mungu akamwambia, go and pursue. You are going to pursue them. You are going to overtake, and you are going to recover them all. Nataka ninene kwako prophetically. Hata kama kuna mambo itakaa kana kwamba imepotea, hata kama kuna vitu itakaa kama imepotea, our God is a God of a second chance. Aliambia Daudi, go and pursue. You will pursue, overtake, and recover all. I want to tell you, child of God, doesn't matter what you have lost, the Lord God is telling you, you are going to recover it all. You are going to overtake. Hakutakuwa na kuhesabu hasara. Our God is a restorer. Mungu wetu huwa analenjesa. Katika kitabu cha Joeli 2 nasema ya kwamba hata ile miaka ilikuwa na sige, hata ile vitu yetu iliharibiwa, Bwana wetu atakuja kulenjesha. Kwa hivyo huu sio wakati wa kuomboleza, huu sio wakati wa kulia, huu sio wakati wa kukaa hopeless, huu sio wakati wa kukaa helpless, ni wakati wa kulilia Bwana. Daudi alielewa ya kwamba hata kama watu wameniinukia, hata kama watu wanataka kuniua, I have one arrow, niko na msaada moja.
niko na mahali naweza kukimbilia. Akamkimbilia Bwana, akakimbilia Bwana katika maombi. Mpendwa, unaweza lilia Bwana, unaweza tumia wakati huu kuliitia jina la Bwana, kulilia Bwana, maana yeye ni mwaminifu. Zaburi 34 inasema ya kwamba this poor man cried to the Lord, and the Lord hearkened to his cry, and he delivered him out of all his trouble. Even at a time like this, like in David, we can inquire from the Lord. Like in David, we can cry to him. Mungu wetu ni wa ajabu. Mungu wetu anasikia kilio. Mungu wetu anasikia maombi. Daudi hakuvunjika moyo tu, lakini alimlilia Bwana. Tunaweza kumwendea Bwana, tunaweza inua sauti zetu za uombezi, tuambie Bwana, hata wakati huu hatutasimia, tutaendelea kuliitia jina lako. Na imeandikwa ya kwamba wakati Daudi alilia Bwana na Bwana akamwambia, enda na utapata ushindi. Mungu aliwaandalia ushindi, Mungu aliwaandalia njia, na Mungu aliweza kuwatendea mambo makubwa na mambo ya ajabu, maana Mungu wetu ni mwaminifu kwa wakati wote. Wakiwa kwa njia, wakiwa nakimbiza adui, walikuta kijana moja ambaye alikuwa ameachwa, ambaye alikuwa ni Mu-Egypt, na alikuwa ameachwa baada ya kugonjeka, akaachwa kama amekufa. Walipomkuta akampea maji, akampea mkate, na huyo ndiye aliweza kuwapea siri. Nataka uone mtu wa Mungu, hata huyu kijana ambaye alikuwa ameachwa katika hali ya ukiwa, kijana ambaye alikuwa ameachwa maana amegonjeka. Ninajua katika kama huu ni watu wengi wanakaa kama wameachwa. Labda mahali ulikuwa unafanya kazi, hata mkubwa wako alikwambia sasa sina njia nyingine, enda nyumbani. Mahali ulikuwa unafanya biashara, mahali ulikuwa unatarajia msaada wako, kuna kijana kama huyo aliachwa, na huyo ndiye alisaidia Daudi na akasaidia kundi lote la Waisraeli. Walipomkuta akasema ya kwamba 3 days ago I fell sick and my master left me alone. Kumbe ninaongea na mtu labda ameachwa. Unakaa katika hali ya kuachwa, unakaa katika hali ya kuwa peke yako, hauna mahali ya kupata msaada. But that gentleman alipata chakula, akapata maji, na akaendelea kuwa na kundi la Daudi, na akawa msaada mkubwa. Nimekuja nikwambie, Mungu atatuma msaada. Imeandikwa katika Zaburi ya kwamba Mungu atatuma msaada kutoka Sayuni. I prophesy to you, child of God, may God send help for you from Zion. May God send help that will help you even in the times of need. Our God is good. He is ever present help even in the times of need. Yule ambaye alikuja kwa maisha ya Daudi na akaweza kumsaidia, lakini ni wakati Daudi alijitia nguvu. It's only when David encouraged himself in the Lord. I challenge you to strengthen yourself in the Lord. Kama wewe ni mzee wa mboma, unapofika kwa nyumba yako, strengthen your family, strengthen your wife, strengthen your children. Wacha kulia, wacha kulalamika. Ukikutana na watu wa Mungu, sio wakati wa kuambia tumefika mwisho, sio wakati wa kuambia mambo sio mazuri. This is a time for us to encourage ourselves in the Lord, kwa maana Bwana yuko pamoja nasi. Bwana ndiye msaada wetu, Bwana ndiye nguvu yetu. Neno katika kitabu cha Isaiah, the word of God in the book of Isaiah, if we go in the book of Isaiah chapter 40, Isaiah mlango wa 40, kuna neno limeandikika mahali pale kuanzia mstari wa 28. Isaiah chapter 40 and the verses 28. The Bible says, do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and his understanding no one can fathom. Ya kwamba Biblia inauliza swali, kwani haujasikia? Kwani haujanjua ya kwamba Mungu wa milele aliyeumba miiso ya dunia, huyo hawezi akachoka. He does not grow tired or weary. His understanding is unsearchable. Hakuna mtu anaweza kunjua hekima ya Mungu. Hekima ya Mungu imepita hekima yetu, imepita hekima ya madaktari. Labda madaktari na watafiti wamesema hata hakuna dawa imepatikana dhidi ya COVID-19, but I've come to introduce you to God. The Bible says his understanding is unsearchable. Kwa hivyo mahali wanadamu wamefika mwisho, hapo ndipo Mungu anaingilia. Ninaamini katika moyo wangu
kuna remedy, kuna msaada ambao Mungu atatuma hata kulingana na lile jambo limetokea kwa taifa letu na mataifa ya ulimwengu. This is not our time to die. This is not our time to give up. Our God is coming up, and He is coming to do a new thing. He is coming to make a way even where seems to be no way. He is coming to bring a hope even where seems to be no hope. So I am encouraging you. You should not give up. Be encouraged in the Lord. Stand on the promises of God. It is not about what the people are saying. It's about what God is saying. And the word of God is asking us, have you not heard? Have you not known that the Lord everlasting, He does not grow tired. He does not grow weary. His knowledge and wisdom is unsearchable. Kwa hivyo hata wakati kama huu, Mungu wetu ako katika kitu chake cha enzi. Anatenda mambo makubwa, anatenda mambo ya ajabu. Verses 29, the Bible says, He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Receive that word of God, that He gives strength to the weary. Maybe you're in such a situation like that. A situation ya kusikia kwamba you are powerless, you are weak, unasikia kama hauna nguvu. Nimekuja nilete habari njema kwako. He gives strength to the weary. Anapeana nguvu kwa wale ambao wamesimia. Hata kama mpendwa, ulikaa kama umesimia, ulijaribu kuangalia ukashindwa, msaada wetu utatoka namna gani? The Bible says, the God that we serve, He is going to strengthen the weak. Ataweza kupatia nguvu wale hawana nguvu, ataongezea nguvu ya wale ambao ni wadhaifu. Huenda ulikuwa unaona kama wewe ni mdhaifu, huenda ulikuwa unaona kama hauna nguvu, ulikuwa unaona kama una mahali ya kutokea. Nimekuja kukuletea Mungu ambaye atakupea nguvu. Nimekuja kukuletea Mungu ambaye atakupea uwezo na utaweza kusimama na kutukuza jina lake. Mstari wa 30 nasema ya kwamba even youth grow tired and weary, and the young men stumble and fall, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Ya kwamba vijana watasimia, vijana watakosa nguvu, lakini wale wanaomngojea Bwana hao watafanya nguvu zao upya. They will renew their strength. Ni kweli kunafika mahali ambapo hata wale unafikiri wako na nguvu wanakaa kama wamesimia. Vijana ndio wanajulikana wako na nguvu, ndio wanajulikana wako na uwezo, lakini Biblia inasema ya kwamba hata vijana watachoka, hata vijana watafika mwisho, lakini wale wanaomngojea Bwana watafanya nguvu zao upya. Nimekuja nikwambie mpendwa, huu ni wakati wa kufanya nguvu zetu upya. Huu ni wakati wa kujiencourage katika Bwana, ili baada ya kutokea kwa janga hili tutatokea tukiwa na nguvu, tutatokea tukiwa na ushindi. Ukisoma mambo ya Tai ambaye ameongelewa mambo yake mahali hapa, imeandikwa ama research inasema ya kwamba wakati Tai ameseeka, wakati Tai amefika miaka kama 30, nguvu ya kupaa juu imeisha, ana uwezo, hata ile mdomo ya kukula imeisha, huwa anaenda mahali kwa bahari na anakaa hapo kwa siku nyingi, anangojea mpaka anangoa manyoya yake yote. Anasikia uchungu wakati anangoa manyoya, ile mdomo wake anaigongeza kwa mawe, yote inavunjika. Inaonekana kana kwamba Tai amefika mwisho, inakuwa hawezi akapaa tena, inakuwa ile mdomo ilimsaidia kukula hawezi akakula tena, anaenda fasting ya lazima. Lakini baada ya Tai kukaa mahali pale kwa muda mrefu, manyoya yake inaanza kumea tena, ile mdomo inaanza kumea tena, anakuwa energized, anakuwa na nguvu mpya, anakuwa ni kama ni katai kamesaliwa, na anapata nguvu ambayo inamsaidia kwenda kwa miaka ingine kama 30 ama 40. Nimekuja nikwambie mpendwa, hata wewe ni kama Tai. Labda hii shinde wakati mdogo ambao huenda tunapitia ni jambo ya kutupea nguvu, ni jambo ya kutuencourage, ili baada ya kutokea, baada ya kupitia jambo hili, tutaweza kupata ushindi na kusema ni kweli Bwana ako pamoja nasi. Mimi naamini moyo wangu wote kanisa itapata revival, watu wa Mungu watainuliwa, tutaimba nyimbo za shangwe, Mungu ataweka ushuhuda, kuna mambo makubwa itatendeka, kanisa stanjaa. Hata wale watu walikuwa na msawa kanisa, saa hii watakuwa
wameelewa hata kwenda kanisani ni muujiza. Wale walikuwa naenda kwa haraka sana, nataka lisali moja masaa 2 watoke, watakuwa wanakaa hata masaa 6, watakuwa nakaa mpaka jioni. Maana tumeelewa ya kwamba hata kwenda kanisani ni privilege Mungu huwa anatupea. Kwa hivyo nimekuja nikwambie, you can strengthen yourself in the Lord, you can find your comfort in the Lord. Imeandikwa ya kwamba wale wanaomngojea Bwana, they will renew their strength, watapaa kwa mabawa kama tai. Ni wakati wetu wa kujiandaa kupaa, ni wakati wetu wa kujiandaa kukimbia. Hatutasuiliwa. Mungu wetu anaitwa Mungu wa breakthrough. Ataachilia breakthrough katika maisha yetu, ataachilia ushindi wa ajabu. Kwa hivyo nimetumwa na Mungu kwako mpendwa, nikwambia kwamba jipe nguvu katika Bwana, kama vile Daudi alijipea nguvu na akaweza kusimama na akapata ushindi. Hata wewe jipe nguvu, endelea katika maombi, endelea katika kuita jina la Bwana, endelea katika kutenda neno la Bwana, kwa maana baada ya shida hii kuna kitu Bwana atakachofanya. Neno la Bwana linasema namna gani? Katika kitabu cha Petro wa kwanza, in the book of 1 Peter and chapter 5, 1 Peter chapter 5, and we can read verses 10. Petro wa kwanza mlango wa 5 na mstari wa 10. But the God of all grace, who hath called us unto eternal glory by Christ Jesus, after that you have served a while, will make you perfect, establish you, strengthen you, and settle you. What a powerful word. Petro anaambia wapendwa ya kwamba naye Mungu wa neema yote, ambaye ametuita kwa utukufu wake baada ya kuteseka kwa muda kidogo. Kwa hivyo wakati mwingine inaonekana kama tunateseka, lakini hii kuteseka ni ya muda kidogo. Petro anasema ya kwamba baada ya kuteseka kwa muda kidogo, our God will perfect us, our God will establish us, our God will strengthen us, and he will settle us. Kwa hivyo it is not over. Hii ni kupita, tunapita. Hii ni jambo tunapitia. After suffering for a while, unaweza kukosa flow ya pesa vile ulikuwa unapata for a while. Unaweza kukosa chakula kile ungetaka kukula for a while. Mambo yako inaweza kosa kuendelea. Watoto wetu wanaweza kosa kuendelea kusoma kama vile waliendelea. Kanisa inaweza kosa kuwa tunahudhuria, but the Bible says after you have suffered for a while. Kwa hivyo wakati mwingine watu wa Mungu wanateseka, lakini mateso ya watu wa Mungu it is not permanent. Mateso ya watu wa Mungu ni mateso ya muda. Petro anaambia wapendwa, baada ya kuteseka kwa muda, our God will establish you. I prophesy to you, child of God, after passing through this calamity, may God come and establish you. May God come and perfect you. May God come and strengthen you. May God come and settle you. Some version says God will restore you. Kwa hivyo ninakutabiria mpendwa, Mungu atakurejeshea, Mungu atakuimarisha, tutapata nguvu, tutapaa kama tai, kama vile Daudi walipata ushindi na wakaimba wimbo mkubwa na wakapata vitu yao yote. Nothing was missing, nothing was lacking. Nataka nikwambia hata wakati kama huu, ninatabiri ya kwamba nothing will be missing, nothing will be lacking. Tumetabiri kwa watu wetu hawatakufa, watu wetu wataishi, watu wetu hawatagonjeka. We have the diplomatic immunity. Divine protection is our portion. Even at a time like this, God will provide because his name is Jehovah Jireh, God our provider. I prophesy to you, child of God, may God provide to your need, may God provide to your family, may you not lack a food on your table in the mighty name of the Lord. May your family be strengthened in the name of the Lord. The one is strengthening ourselves in the Lord, kujipatia nguvu katika Bwana, kusimama katika hadi za Mungu, kuambia Mungu wewe uko na uwezo, Mungu wewe uko na nguvu, wewe uliyekuwa na Daudi niko na wewe, umeniambia nisiogope, umeniambia nisifadhaike, because you are with me. I want to tell you, God is with you, God is strengthening you, God is putting a new song into your mouth. The only thing it is for us to strengthen ourselves in the Lord, kupata nguvu
katika Bwana, naenda ukiencourage watu wengine. We are messengers of hope. We are not servants of discouragement. We are messengers of hope. I encourage you, be encouraged, and encourage your brothers, encourage your sisters. Wakati Yesu alikutana na Petro akampea nguvu, alimwambia kwamba enda ukapea watu wengine faraja hiyo, enda ukaencourage wale wengine. Kwa hivyo hata katika maneno yetu tusiongee mambo ya kushindwa, wacha tuongee mambo ya ushindi, wacha tuongee mambo ya baraka za Bwana. Hatutaongea vile dunia inaongea, tutaongea vile Mungu anataka tuongee. Hatutaangalia mambo kwa macho ya wanadamu, tutaangalia mambo kwa macho ya Mungu. Mungu ambaye ako na uwezo, ambaye huita yale mambo yako kana kwamba yako. Huyu ndiye Mungu tunayeabudu. Ninataka tuombe pamoja, mtazamaji wangu. Nataka uamini Mungu pamoja nami. Tunapoombea kanisa la Kristo, tunapoombea taifa letu la Kenya, tunapoomba hata kwa ajili ya mambo yote yale yanaendelea ili Mungu akaonekane. We want to pray together and believe God with me that God is coming to do something. Kama uko na hitaji, Mungu akakutane nalo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaomba na mtazamaji wangu, ninaunganisha imani yake na imani yangu sasa. Tunaamini ya kwamba you are miracle working God. We are strengthening ourselves in you, oh God. Tunatangaza ya kwamba hatutakosa kile kilicho kizuri. Wale wanapitia challenge wakati kama huu, kama mtumishi wako, ninanena miujiza ikawatendekee, wasikose chakula katika meza, watoto wetu wakabarikiwe na wewe. Tunabariki kanisa lako, tunapotangaza kwamba kanisa linarudi mara moja, kanisa halitakaa. We are coming back to our normal worship in the name of the Lord. Tunaombea viongozi wa serikali, tunaombea mataifa ya ulimwengu, na tunatangaza kwamba ni kwema, maana wewe uko katika kiti cha enzi. Kwa jina la Yesu twaomba na kuamini. Kama uko hapo na hujaokoka, nataka nikuongoze katika ombi la kupokea Yesu. Sema: Bwana Yesu, nimekuja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi, niokoe na ufute jina langu kwenye kitabu cha mauti. May the Lord bless you. Ni vizuri kutoa sadaka yako, ni vizuri kulipa fungu yako ya 10 na sadaka ya hiari. Mungu akubariki kwa njia yote. Simama na kasi ya Bwana, maana hata wakati kama huu ni vizuri kumheshimu Bwana. Katika kanisa letu la Full Gospel Githurai 45, our paybill number ni 699350. Unaweza kutumia hiyo kulipa sadaka zako na fungu zako, na kama mtumishi wa Mungu unaweza ongea na mimi kwa mashauri ya maombi. Namba yangu iko pale kwa runinga na utaweza kubarikiwa. May the Lord bless you. Shalom, peace.